Hali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Sada Nasoro, nitakusomea habari za kitaifa, habari za biashara zitasomwa na Sofia Amani na habari za kimataifa zitasomwa na Roman Shirima. Na miongoni mwa tulio nayo leo ni pamoja na yafuatayo. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Rais Mwinyi asema serikali inakuja na mkakati wa kumaliza tatizo la maji Zanzibar. Katika biashara, maonesho ya Sabasaba yaendelea kuchochea biashara na uwekezaji nchini. Na katika habari za kimataifa, Uganda yakabiliwa na baa la njaa. Karamoja watu 16 walipotiwa kufariki. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali inaendelea na mikakati mbalimbali ya kuhakikisha inaimaliza tatizo la ukosefu wa maji katika mikoa yote na kuwa na uhakika wa upatikanaji wa huduma ya maji kwa wananchi. Taarifa hii inasomwa studio na Nezia Masinde. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo leo Julai 15 alipokutana na Waziri wa Maji, Nishati na Madini Nadir Abdulatifa na ujumbe wa Wizara ya Maji ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ulioongozwa na waziri wa wizara hiyo Juma Aweso, waliofika Ikulu Zanzibar kuonana na Rais Dr. Mwinyi. Amesema kuwa baadhi ya mikoa tayari imeshapata uwekezaji na kujengwa kwa miradi mikubwa katika maeneo hayo ili kuondosha usumbufu unaowakumba wananchi wa kutafuta maji safi na salama. Ametaja mikoa hiyo kuwa ni mkoa wa Kaskazini Unguja, mkoa wa Kusini na mkoa wa Mjini Magharibi ambayo tayari imeshapata uwekezaji. Sekta ya maji ni sekta muhimu sana, sababu kama tutawauliza wananchi huduma zipi za kijamii ambayo inakuja namba moja, kila mtu atasema maji kwanza, nyingine yatafuata, lakini kwanza maji. Kwa hiyo tuna wajibu kama serikali kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anapata huduma hii. Sasa sisi hapa Zanzibar tumeamua tutawekeza na uwekezaji tutawekeza na kutosha. Upande wa kaskazini tayari kuna uwekezaji, upande wa kusini tuna mipango ya kupata uwekezaji, lakini mjini ni kama tunatumia mradi wa Eximbank ya Pinde, na hivyo hivyo kwa upande wa Pemba tumejitahidi kutafuta uwekezaji wa kutosha. Rais Dr. Mwinyi amesema sekta ya maji ni muhimu kwa maendeleo ya ustawi wa jamii, ambapo kwa sasa miradi mbalimbali inaendelea kujengwa katika maeneo mengi ya Zanzibar. Lengo ni kuhakikisha huduma hiyo inapatikana kwa urahisi na uhakika wakati wowote na kuondolea usumbufu wananchi. Naye waziri wa maji kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Juma Aweso amempongeza Rais Dr. Mwinyi kwa utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kimaendeleo inayotekelezwa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na kuahidi kwa wizara hiyo itaendelea kutoa ushirikiano ili kufanikisha miradi hiyo ambayo ina umuhimu mkubwa kwa wananchi wa Zanzibar. Bilioni 53 tulipokea bilioni 54 ambazo ni fedha za wananchi wenyewe. Kwa hiyo tunaomba Mheshimiwa Waziri naye afike aone ile eneo na utekelezaji mzuri sana, na imani tunaweza tukashare kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunakwenda vizuri. Eneo lingine ni swala tathmini na ufuatiliaji, evaluation na monitoring. Ni eneo muhimu sana hasa katika utendaji, lakini hata pia katika utekelezaji wa miradi ili kuhakikisha kwamba tunaleta matokeo makubwa na ufanisi mkubwa. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru, lakini sasa hivi tunaona mabadiliko ya tabia nchi. Tujidhatiti katika rasilimali za maji tulizokuwa nazo kuhakikisha kwamba tunazilinda na tunazitunza na kujiwekeza katika utafiti. Upatikanaji wa maji safi na salama katika maeneo ya vijijini umefikia 85.2 kwa mwaka wa 2025 kutokana na utekelezaji wa mradi wa kuimarisha mifumo ya utoaji wa huduma za maji unaotekelezwa na shirika la maendeleo la Uholanzi SNV kwa kushirikiana na serikali ya Uingereza FCDO, ambapo kwa sasa jumla ya vijiji 1575 havijafikiwa na huduma ya maji ya uhakika. Shukuru Materu ametuandalia taarifa ifuatayo. Hayo yameelezwa na mkurugenzi ufuatiliaji na tathmini kutoka Wizara ya Maji Diana Kimario katika halfa ya ufungaji wa mradi huo, ambapo amesema serikali imejipanga kuhakikisha ifikapo 2030 vijiji vyote vinafikiwa na huduma ya maji safi na salama. Maeneo ya vijijini hadi kufikia Desemba 2025 hali ya huduma ya maji imefikia 85.2. Mikakati ambayo serikali imejiwekea, tuna vijiji jumla 1575 ambavyo hivyo havina huduma ya maji ya uhakika. Kwa hiyo serikali imejiwekea mikakati katika kipindi hichi cha miaka mitano kuhakikisha kwamba kuanzia 2026-27 hadi kufikia 2029-30 vijiji vyote vitakuwa vinapata huduma ya maji, na vile ambavyo vinavyo inaendelea kuimarisha huduma.
Utekelezaji wa mradi huu ulilenga kuimarisha upatikanaji wa huduma za maji katika maeneo ya vijijini, hatua iliyosaidia kukabiliana na magonjwa ya milipuko kama vile kipindupindu, ikiwa kwa sasa magonjwa hayo yametajwa kupungua. Moto nyingine ambayo tuliona kubwa ilikuwa ni ya capacity ya wale watu watoaji huduma za maji vijijini, tunawaita CBUSO, ambao wao capacity yao ya ufanyaji kazi ilikuwa iko chini kidogo, ambapo sisi tukafocus kwenye kuwafanyia professionalization, ambapo tulikuwa tunaenda kuwafundisha especially kwenye masuala ya finances, technical management, record keeping, na masuala hayo yanasaidia zaidi pia kufanya wao waweze kutoa huduma bora zaidi. Mradi huu ulikuwa unatekelezwa katika njia kuu tatu. Ya kwanza ilikuwa ni kuongeza weledi katika swala zima la utoaji wa maji vijijini. Tunaita professionalized rural water supply. Alafu njia ya pili ilikuwa ni kuhamasisha matumizi ya vyoo na usafi wa mazingira ulio salama katika jamii, pamoja na uhamasishaji wa ubadilishaji wa tabia za watu ambao utaenda kwenye mazingira husika. Mwanzo hali ilikuwa ni ngumu sana. Maji yalikuwa ni shida, maji yalikuwa sio salama, watu walikuwa wanatumia maji ya mito. Lakini kwa sasa wanapata maji yaliyo salama, yametakaswa kwa water guard. Maji yalikuwa sio salama, yalikuwa sababisha mlipuko wa magonjwa ya vipindupindu. Mradi huo ulitekelezwa katika mikoa mitatu ya Simiyu, Arusha na Dodoma, iliyokuwa inakabiliwa na changamoto ya upatikanaji wa maji pamoja na matumizi ya vyoo vya kisasa. Shukuru Materu, TVE, Morogoro. Wizara ya Afya imesema pamoja na uwepo wa matumizi ya teknolojia ya akili unde katika sekta ya afya nchini, bado itaendelea kuwekeza katika kuzalisha rasilimali watu kutokana na umuhimu wa binadamu katika kutoa huduma za afya, kushirikiana na teknolojia ya akili unde ili kuwezesha matibabu na huduma za afya zenye ubora. Goodluck Msola ametuandalia taarifa ifuatayo. Akizungumza katika siku ya pili ya kongamano la rasilimali watu katika sekta ya afya linalofanyika nchini kuelekea maadhimisho ya miaka 20 ya taasisi ya Benjamin Mkapa Foundation, mkurugenzi wa mafunzo kutoka Wizara ya Afya Dr. Saitori Laizer, ambaye alimwakilisha katibu mkuu wa wizara hiyo, amesema kuwa serikali kwa sasa imeshaingiza masomo ya teknolojia na tehama katika mitaala na sera za Wizara ya Afya, hususan katika mafunzo ya sekta ya afya ili kuwezesha kupatikana kwa wataalamu watakaoendana na matumizi ya teknolojia na si kupunguza watumishi kutokana na uwepo wa maendeleo ya teknolojia ikiwemo akili unde. Kama tunavyofahamu, miaka mingi iliyopita magonjwa mengi yalikuwa yanakwenda kupatiwa suluhisho na matibabu nje ya nchi. Sasa hii inapatiwa ufumbuzi kwa serikali kuwekeza sana katika rasilimali watu. Kwa hiyo zile fedha ambazo zilikuwa zinatumika kwenda kuwekeza nje zinatumika hapa ndani kwa sababu kwa sababu wananchi wanapata matibabu hapa nchini. Lakini kwa sehemu nyingine kubwa tunakuza sana tiba utalii. Tiba utalii, unajua afya is an international commodity ambayo pia unaweza ukaiuza ikiwa nzuri na unauzika kwa mataifa ya nje. Upande wake, mkurugenzi wa miradi na taarifa za kimkakati kutoka taasisi ya Benjamin Mkapa Foundation, Ferishani Mchagula, amesema katika siku ya pili ya kongamano hilo wameendelea kujadili mada mbalimbali ikiwemo matumizi ya teknolojia katika sekta ya afya pamoja na uwepo wa watumishi wa ngazi ya msingi katika kuendelea kuzalisha wataalamu ili kukidhi mahitaji yanayoongezeka hususan ya huduma za afya kufuatia ongezeko kubwa la watu. Naye mmoja wa watoa mada katika kongamano hilo, Jumanne Mtambalike, ambaye ni mkurugenzi kutoka Sahara Ventures, amesisitiza kuwa pamoja na uwepo wa matumizi ya akili unde, ni lazima serikali iwezeshe matumizi ya pamoja baina ya akili unde na binadamu katika kuwezesha utoaji wa huduma bora za afya hususan katika eneo la matibabu. Ni cha msingi sana na kimediskasiwa pia na wachangia mada wengine. Kinaanzia kwenye swala zima la utoaji wa elimu na mitaala yetu, kwamba sasa hawa madaktari na manesi kwenye vyuo huko ambako wanajifunza waanze kuandaliwa kwa kufahamu kwamba wataenda kufanya kazi kwa kutumia na kwa kushirikiana na teknolojia, ili wanakapoingia kwenye soko la ajira wasiingie kwa mshtuko kwamba kumbe tunaingia kufanya kazi lakini vitu hatujawahi kuviona. Kwa eneo la kwanza ni kwenye eneo la elimu, lakini eneo la pili kwa upande wa serikali ni kuwa na sera nzuri ambazo zitaweza kuguide sasa matumizi ya teknolojia katika sekta ya afya.
Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ametoa maelekezo kwa mkuu wa wilaya ya Kinondoni kuanza rasmi kuwachukulia hatua za kisheria kwa wamiliki na wafanyabiashara za baa wasiozingatia sheria za nchi, ikiwemo kutodhibiti sauti za muziki kwa kuwafungia na kuwanyang'anya leseni zao ili biashara hiyo ifanyike kwa kuzingatia sheria na taratibu. Mwandishi wetu Mrisho Mapeo anayo taarifa zaidi. Chalamila ametoa maelekezo hayo jijini Dar es Salaam alipokutana na wamiliki wa baa, ambapo amesema ni muhimu kwa wamiliki kuzingatia sheria, ikiwemo kutoharibu mazingira kwa kupiga muziki kwa sauti kubwa, kutotumia baa kuficha wahalifu, pamoja na kutoruhusu matumizi ya dawa za kulevya kwenye baa zao. Aidha, Chalamila ametoa muda wa wiki moja kwa wamiliki wa baa zote ambazo zilikuwa zimepewa onyo kuhakikisha wanafanya maboresho waliotakiwa kuyafanya, ikiwemo kuondoa changamoto ya kupiga kelele kupita kiasi katika sehemu ambazo zina makazi ya watu, kuzuia watoto wadogo ambao hawaruhusiwi kwenda katika maeneo hayo, ambapo pia ameitaka NEMC kuwaruhusu kuendelea na biashara kwa wale ambao wametimiza maagizo waliopewa. Tunahitaji biashara, tunahitaji watu wapate burudani, lakini hatuwezi tukafunga mkoa mzima kwa kuuza bia na makelele kwa watu. Baadhi ya baa sasa ziko kwenye uuzaji mpaka wa madawa ya kulevya. Zile shisha ambazo leo zinatumika, zipo ambazo zinachanganywa na madawa ya kulevya. Mkoa wa Dar es Salaam tusipokuwa makini, tutazalisha mateja wa kutosha kuliko kuzalisha potential human capital. Hata hivyo, mkuu wa wilaya ya Kinondoni Saadi Mtambule ameeleza hatua mbalimbali ambazo wilaya imeshazichukua kukabiliana na changamoto hiyo ya uvunjifu wa sheria kwa wamiliki wa baa. Sasa mtu anaenda kunywa baa, anaenda kunywa bia, anaenda kupata kinywaji, anaenda kuburudika. Inakuwaje anaenda anapigwa, anashambuliwa na vijana ambao hawana taaluma yoyote ile ya kiulinzi, wanawekwa kwenye hayo maeneo. Kwa hiyo matumizi ya mabouncers, matumizi ya vijana wa ulinzi ambao hawajulikani wamepata mafunzo wapi, hawajulikani kwamba maadili yao yakoje, imekuwa ni tatizo, Mheshimiwa Rais, kwenye bars, night clubs, sio zote, ni baadhi. Kwa upande wao, baadhi ya wamiliki wa baa jijini Dar es Salaam wameahidi kushughulikia kila walichotakiwa kufanyia maboresho ili biashara hiyo iendelee kufanyika bila changamoto zozote. Upande wa night club lazima kuwe kuna taa za rangi tofauti na hii taa kama hii nyeupe. Ndio. Lakini sasa ndio. Lakini kuna baadhi ya viongozi wakija wanakuambia tunataka taa nyeupe kule club. Naomba huku ni labda huku baa, lakini kuna night club itakuwa taa za rangi. Hapo ndio tunakuwa tunajaribu kujieleza, ndio nafasi ya kujieleza zaidi. Unaambiwa tu wewe badilisha, weka taa nyeupe. Night club ukiweka taa nyeupe inaondoa kuitwa night club, lakini kwenye bar ukiweka taa nyeupe ni sawa kabisa, wala ina shida. Lakini night club itakuwa taa za rangi. Ukiingia mbona kule unakuta kuna giza kwamba ndio maana night club, lakini taa zipo. Kwa pale ambapo tuliambiwa tunachosubiri ni ukaguzi ili waje wapitie na sisi tuendelee na shughuli zetu zingine, lakini pia tutafanyia kazi yale ambayo mmetuambia na tutajitahidi kujirekebisha ili tuendane sawa na taratibu na sheria. Mkuu wa wilaya ya Ubungo Albert Msando ametoa maelekezo kwa mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA, wakala wa usajili, ufilisi na udhamini RITA na pamoja na Airtel Tanzania kushirikiana kuhakikisha wananchi wanapata nyaraka muhimu za utambulisho ili waweze kusajili laini za simu na kunufaika na huduma za kidigitali. Kwa taarifa zaidi tuungane naye Goodluck Msola. Msando ametoa maelekezo hayo wakati wa uzinduzi wa duka jipya la Airtel Shikilango kupitia kampeni ya Airtel Kila Kona, akisisitiza kuwa ukosefu wa nyaraka hizo unaonyima wananchi fursa ya kupata huduma muhimu za mawasiliano. Akitoa mfano wa kijana aliyekutana naye kwenye hafla hiyo, Msando amesema licha ya kumpatia zawadi ya simu, kijana huyo hakuweza kusajili laini kwa kuwa na kitambulisho cha NIDA wala nyaraka zinazohitajika. Airtel sio biashara peke yake, ni pamoja na kutatua changamoto za wananchi. Kwanza, imetoa gawio. Pili, inawafikia wananchi. Wapigeni makofi Airtel. Haya ndio makampuni tunataka yafanye kazi katika nchi yetu. Hizi huduma ndio tunataka tuzione. Unaona hao vijana hapo, wote hao ni wauzaji wa bidhaa za Airtel. Hiyo ni ajira imetolewa na Airtel.
Wasipofanya hiki wanachokifanya watafanya nini? Kwa ni lazima tuwashukuru na kuwapongeza Airtel kwa namna ambavyo mnaisaidia serikali kutimiza wajibu wake. Msando amesema kuwa hali hiyo ni changamoto inayopaswa kutatuliwa kwa haraka kwa kuwa inakosesha wananchi huduma na pia kampuni ya Airtel kupoteza wateja. Ameelekeza NIDA na LITA na viongozi wa wilaya ya Ubungo kukaa kwa pamoja na Airtel na kuandaa mkakati wa kuwafikia wananchi wasio na nyaraka ili waweze kupata vitambulisho na waweze kutumia huduma za mawasiliano kwa mujibu wa sheria. Kwa upande wake, Adriana Riamba, mkurugenzi wa huduma kwa wateja kutoka Airtel, amesema lengo la kufungua duka hilo Shekilango ni kusogeza huduma za kidijitali kwa wananchi na kwamba ni duka la 6 kufunguliwa katika wilaya ya Ubungo. Airtel Tanzania tunaamini kuwa huduma bora huanza kwa kusikiliza mahitaji ya wateja na kuwafikia sehemu wateja walipo kama hapa. Ndio maana tunaendelea kuwekeza katika maduka haya ya kisasa kupitia kampeni yetu ya Airtel kila kona. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tuliamua kuwekeza katika eneo la Shekilango kwa sababu ni moja ya maeneo yanayokuwa kwa kasi katika wilaya ya Ubungo. Eneo hili ni kitovu muhimu cha biashara, usafiri na huduma mbalimbali, ikihudumia maelfu ya wananchi wanaotumia barabara ya Moronjea Morogoro kila siku. Kamati ya siasa ya halmashauri kuu ya CCM mkoa wa Iringa imeridhishwa na utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa mtambo mkubwa wa kuzalisha hewa tiba katika hospitali ya halmashauri ya mji wa Mafinga uliotekelezwa na serikali kwa gharama ya shilingi bilioni 1.7 na hivyo kuchangia kupunguza utegemezi wa ununuzi wa hewa tiba kutoka maeneo ya mbali, kupunguza gharama za uendeshaji na kuboresha huduma za dharura. Shalom Robert kutoka Mufindi ana undani wa taarifa hii. Mwenyekiti wa kamati hiyo ya siasa CCM mkoa wa Iringa ambaye pia ndio mwenyekiti wa CCM mkoa huo, Daudi Yasini, amesema kukamilika kwa mradi huo kunatoa aweni kubwa katika uzalishaji wa hewa tiba ambao ni muhimu kwa eneo hilo na maeneo ya jirani. Niaba ya kamati ya siasa tunaipongeza serikali ya CCM inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mradi huu mzuri ulioleta nafuu kwa ajili ya matibabu, lakini pia umerahisisha gharama za matibabu. Lakini pia hata dharura ikitokea tunawasaidia na wenzetu, kama vile taarifa inasema hospitali ya wilaya ya Mufindi, lakini Pamba na hata hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa. Akisoma taarifa mradi huo, mganga mkuu wa halmashauri ya mji wa Mafinga Dr. Benaventura Chitopela amesema mahitaji ya hewa tiba ni makubwa, kwani hospitali hiyo hupokea wastani wa wagonjwa 650 kwa siku. Hospitali hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, inapokea wastani wa wagonjwa 650 kwa siku. Mheshimiwa Mwenyekiti, hospitali hii ni miongoni mwa hospitali kongwe, imejengwa miaka 1970. Mradi huu umetekelezwa kuanzia Novemba 2024 na kukamilika Mei 2025 ukiwa na awamu 3 za utekelezaji. Mtazamaji, kamati ya siasa CCM mkoa wa Iringa ipo katika ziara mkoani humu kukagua utekelezaji wa ilani ya uchaguzi mkuu ya CCM ya 2025-2030, ambapo katika ziara hii tunaelezwa kuwa mtambo huo wa kisasa una uwezo wa kuzalisha hadi mitungi 60 ya hewa tiba kwa siku. Nikiripotia Runinga TV kutoka wilayani Mufindi, mimi ni Shalom Robert. Mwenyekiti wa vijiji katika halmashauri ya Msalala wilayani Kahama mkoani Shinyanga umeiomba serikali kuongeza posho ya uendeshaji wa ofisi kutoka shilingi 5,000 sasa hadi kufikia shilingi 20,000 kwa mwezi, wakisema kiwango kilichopo hakikidhi mahitaji ya kutekeleza majukumu yao ya kila siku. Mwamvita Mkondo ameandaa taarifa zaidi. Tuombe sasa walau na sisi walau watufikirie hii posho ya shilingi 5,000 kwa mwezi, ukikalkuleti kwa siku hata kununua andazi haiwezekaniki. Hivi kweli wanatufikiria kweli? Hawa ni watu ambao ni watu wa thamani. Ombi hilo limetolewa katika kikao kazi kilichowakutanisha wenyeviti wa vijiji 92 wa halmashauri ya Msalala, kilicholenga kusikiliza na kutatua changamoto zinazowakabili pamoja na kuboresha utendaji kazi wao. Bali na madai ya kuongezewa kwa posho, viongozi hao pia
walielezea malalamiko kuhusu kucheleweshewa fedha za uendeshaji wa ofisi na changamoto zinazohusiana na utekelezaji wa kampeni ya chanjo ya polio. Baadhi ya wenyeviti hao wameitaka serikali kushughulikia changamoto hizo kwa wakati ili kuwawezesha kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Lakini hizo hela wakija wakikuta wenyeviti hatupo, na vile vile siku mnaleta hizo hela uwaga mtupi taarifa, tukae kwenye ofisi tukizisubiri posho. Sisi hela za halmashauri tuzijui toka tumeingia madarakani. Bora wenzetu wengine mmelamba, sisi hatujaziona kabisa. Nimeenda pale halmashauri karibu mara 2 na pikipiki. Hivi hela ndogo hiyo tena nafuatilia tena na gharama. Hamuoni kwamba mnatupa hasara? Hizi posho za polio. Tumekuwa tukijaza fomu tunaambiwa 226. Lakini tunalipa tofauti na vile tulivyokuwa tunasaini. Je, swali langu, je, hizo fedha kumbe uhalali wake ni shilingi ngapi? Maana hatuzijui. Unasaini unaambiwa 226. Lakini unapokuja kuja kulipwa unalipwa 180 na kitu. Je, hizi zingine zinabaki kwa nani? Zikafanye nini ili iweje? Mtalipwa tarehe 30, mara kwenye Pasaka pale mtalipwa, mara mlikuwa mnalipwa na watu wa afya dunia wa ulimwengu. Sasa sisi tuwafuate watu wa afya. Mipango hiyo inafanyika, ina maana kwamba viongozi wetu wa wilaya wanafahamu na hawawezi wakaletewa kitu cha kubabaisha. Nina imani hizi pesa zimeliwa Msalala. Akijibu hoja hizo, kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya Msalala Batazali Masese amesema malipo ya fedha za uendeshaji hutolewa mara tu halmashauri inapopokea fedha kutoka serikali kuu, huku mbunge wa jimbo la Msalala Mabula Magangila amewataka watumishi wanaochelewesha au kuhujumu malipo hayo kuwajibishwa ili haki itendeke kwa viongozi wa vijiji. Kila mwenyekiti kila mwezi anapokea shilingi 10,000, ambayo hiyo shilingi 10,000 kila mwezi, ambayo shilingi 10,000 hiyo ni kwa kila, ukizidisha kwa vijiji 92, hiyo shilingi 10,000. Kwa maana kila mwenyekiti kila mwezi anapokea shilingi 10,000. Lakini sasa ukichukua shilingi milioni 11 na 40,000 ukagawa kwa vijiji 92 utapata 120,000, ambayo 120,000 ukipiga hesabu kila mwenyekiti atapata shilingi 10,000 kwa mwezi. Watu wa fedha pia ndio wanaohusika na mambo ya malipo. Nataka niende pia nikalifuatilie nilipokee, ili tuone kwamba namna gani na wapi walishia wapi katika malipo na wapi waendelee kwa ajili ya malipo. Ukiangalia pesa za hawa wenye viti ni hela kidogo sana, lakini kuna watu ambao wanalipwa hela nyingi, hawajawahi kulaza hata mwezi mmoja. Yaani mwenye hela nyingi hajawahi kukopwa, mwenye hela kidogo ndo anakopwa. Haiwezekani. Kiwango cha matukio ya ajali za moto katika mabweni na shule mbalimbali nchini kimetajwa kupungua kwa kiasi kikubwa kufuatia utoaji wa elimu katika shule hizo unaofanywa na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji pamoja na Chama cha Scout Tanzania, huku nguvu kubwa sasa ikihamishwa katika utoaji wa elimu kuhusu matumizi salama ya nishati ya gesi ili kuepusha ajali zinazotokana na matumizi ya nishati hiyo. Taarifa hii na Goodluck Msola. Hayo yameelezwa jijini Dar es Salaam na mkuu wa Chama cha Scout Tanzania Rashidi Mchata wakati wa hafla fupi ya kusaini makubaliano ya ushirikiano baina ya kampuni ya Orex Gesi na Chama cha Scout Tanzania kwa ajili ya kutoa elimu nchini kuhusu matumizi salama nishati ya gesi, ikiwemo katika eneo la shule na taasisi zinazoendelea kutumia nishati ya kupikia, ambapo mafanikio yaliyopatikana katika kupunguza ajali za moto mashuleni yamewapa imani kubwa ya kuendelea kuwekeza zaidi katika elimu ya matumizi salama ya gesi, ambayo kwa sasa imekuwa na watumiaji wengi nchini. Upande wa Orex Gas Tanzania Limited tunasema kwamba Chama cha Scout Tanzania kiko tayari kushirikiana nanyi. Kwa wenzetu wa Chama cha Scout Tanzania tunasema kwamba tuna wajibu wa kuhakikisha kuwa ushirikiano huu unazaa matokeo yaliyochanya, hasa tukizingatia kwamba katika mkakati yetu strategic priorities za Chama cha Scout Tanzania na Scout ulimwenguni tunasema ni fit for purpose organization. Kwa taasisi yetu sisi ni adaptable na fit for purpose.
Ndio maana imekuwa rahisi kwetu kushirikiana na wadau kama ninyi kuweza kufikia malengo mapana ya kimaendeleo. Kwa upande wake, mkurugenzi wa Oryx Gesi Benoit Arman amesema makubaliano hayo ni sehemu ya juhudi za kampuni ya Oryx katika kuwezesha matumizi salama ya nishati ya gesi kwa wananchi, ambapo anaamini chama cha Skauti Tanzania kitaweza kuwafikia makundi mbalimbali ambao wamekuwa wakiendelea kutumia gesi kwa ajili ya shughuli za kupikia. Safe use of LPG. And I believe that this is the start of a long and very successful partnership and journey across the years to come. Thank you very much in advance. Katika hatua nyingine, kampuni ya Oryx Gas imezindua kitabu cha kwanza Tanzania kitakachowezesha utoaji wa mafunzo ya usalama katika matumizi ya gesi kwa lengo la kuimarisha matumizi sahihi ya nishati hiyo, hususan katika shughuli za kupikia. Akizungumza katika uzinduzi huo uliohudhuriwa na viongozi wa chama cha Skauti Tanzania, Peter Ndomba kutoka kampuni ya Oryx Gas amesema kitabu hicho kimeandikwa na Mtanzania ili kuwezesha kutoa miongozo ya usalama wa matumizi ya gesi katika kuzingatia maelekezo ya chama cha gesi asilia duniani LPG kwa lengo la kupunguza ajali zinazochangiwa na matumizi yasiyo sahihi ya gesi ya kupikia. Vyote ambavyo vimetoka huko ndani tumevipata pia kutoka kwenye Association of LPG, World LPG Association. Sisi ni wanachama wa World LPG Association. Kwa hiyo wale ndio tunapata kila kitu, material, ujuzi, ufundi na kila kitu. Sasa kwa nini tutunga kitabu? Oryx tumekuwa tukifanya juhudi kubwa sana za kuendeleza nishati safi, na sisi ndio waanzilishi, na tunashukuru sasa hivi watu wengi wameenda kule, wameiga na wanahamia kule. Lakini sasa kinachofuata nini? Kwamba tunataka watu wa salama, kwa sababu unapopeleka mitungi ya gesi kwa watu majumbani, watu wengi wakahamia kule, lakini kama hawajapata mafunzo ni kama wamefanya kazi bure. Wakati jeshi la polisi likiendelea kutoa elimu ya usalama na kuzuia uhalifu kupitia falsafa ya polisi jamii, baadhi ya wananchi mkoani Mwanza wameiomba serikali kuweka nguvu kubwa ya kisheria ya kudhibiti mitandao ya kijamii ili kulinda maadili ya vijana na kuzuia taharuki katika jamii. Emmanuel Meshak anayo taarifa zaidi kutoka Mwanza. Ombi hilo limetolewa na katibu wa maafisa usafirishaji wa kata ya Usagara wilayani Misungwi, Thomas Michael, mbele ya kamanda wa polisi mkoani Mwanza Wilibod Mutafungwa, wakati akizungumza na wananchi kwenye mkutano wa hadhara uliolenga kusikiliza kero mbalimbali za kiusalama katika kata hiyo. Michael ameeleza kuwa mitandao ya kijamii imekuwa kichocheo kikubwa cha mmomonyoko wa maadili kwa vijana na chanzo cha hofu kutokana na usambazaji wa taarifa potofu na za uchochezi. Sasa ni shauri kitaifa kwamba mambo haya yanaletwa na watu ambao inawezekana kudhibitiwa kwa social media ambazo ni hizi simu ambazo wengi wetu tunachukua kwa mikopo, lakini taarifa nyingi ambazo unajua ubongo mwingi wa binadamu hatujui kutafakari kitu. Sasa tunaomba mkuu wetu, kama kuna uwezekano wa kuweza kuzicontrol hizi social media, ndio zinazoleta taharuki. Wananchi tuko vizuri, tuko safi. Sisi tunawadai shule, tunawadai barabara, tunawadai elimu bora, tunawadai afisa nzuri. Lakini social media imekuwa ni chanzo cha vijana wengi kuharibika kiakili. Tuombe serikali yetu pendwa pamoja na wewe tufikishie kwamba waweze kucontrol social media. Taarifa gani wanazopewa wananchi? Nini kinachowafikia wananchi? Hicho ndicho tatizo kubwa. Huku tuko vizuri. Mimi tarehe 7 nilimpigia mamangu simu, alikuwa anatoka Asirali anakuja huku. Nikamwambia mama usije. Kwa nini nilimpigia simu? Kwa sababu ya taharuki ile. Sasa tukiweza kuzicontrol social media, sisi tutakuwa salama. Akijibu hoja hiyo, kamanda wa polisi mkoani Mwanza Wilibod Mutafungwa amewahakikishia wananchi kuwa jeshi la polisi halilali na limekuwa likifanya doria maeneo yote, nchi kavu, majini na hata mtandaoni kupitia wataalamu wake wa makosa kimtandao, huku akisema kuwa kuna watumiaji wa mitandao hiyo ambao wamekamatwa na kufikishwa mahakamani. Watu wote wanaojihusisha na matukio ya kihalifu tunafanya doria kwa lengo la kuzuia uhalifu. Tunafanya doria kwenye nchi kavu, tunafanya doria kwenye maji, tunafanya doria barabarani. Lakini naomba niwaambie
kupitia wataalamu wetu, kwa sababu jeshi la polisi la sasa uweledi umeongezeka kwa kiasi kikubwa. Tunao wataalamu wetu ambao wanafanya doria za kwenye mitandao. Sisi tunafanya doria mitandaoni, na kwenye kufanya doria hizo mitandaoni wapo watu ambao huwa tunawakamata kutokana na uhalifu wanaoutenda kwenye mitandao ya kijamii. Wapo ambao tunawakamata kwa makosa mbalimbali, mpaka makosa ya wizi. Wako ambao wameshikwa, wako ambao wamefikishwa mahakamani. Kwa upande wake, mkuu wa polisi wilaya ya Misungwi, mrakibu mwandamizi wa polisi Gaspar Silayo, amewasisitiza wananchi kuendelea kutunza na kudumisha amani ili kila mwananchi aweze kufanya shughuli zake kwa usalama na kujiingizia kipato. Hapa tumekusanyika kwa sababu amani iliyopo. Kwa wale mnakumbuka issue ya mwaka jana, muda kama huu tuweze kukaa tukakusanyika hapa kwa kwamba tudumisha amani ili taifa letu liende kusonga mbele. Bila amani hata wafanyabiashara hawezi kufanya shughuli zao za biashara. Bila amani hakuna mtu anaweza kwenda kanisani au msikitini kusali. Hata vijana wa bodaboda, maafisa usafirishaji watapata chochote kupitia shughuli zao kwa sababu ya amani iliyopo. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi sote kuhakikisha kwamba tunadumisha amani na usalama uliopo nchini ili jamii iweze baki salama, serikali iweze kusanya kodi katika maeneo mbalimbali ya wafanyabiashara na kupitia hizo kodi ziweze kuendeleza miradi mbalimbali pamoja na kuweka madawa hospitalini. Katika mkutano huo, diwani wa kata ya Usagara Erasto Kashinje ametumia nafasi hiyo kwa niaba ya wananchi kuomba radhi kwa tukio lililotokea la kuchomwa moto kituo cha polisi Nyashishi katika vurugu zilizotokea Oktoba 29, 2025, huku mmoja wa wananchi wa eneo hilo akiomba kurudishwa kwa huduma za kipolisi. Lakini kamanda, yaliyoendelea tulikengeuka. Naomba radhi kwa tukio la kuchoma kituo cha polisi hapa. Naomba upokee hilo ndugu kamanda wa polisi, kwa sababu hata ulipoalika mkutano huu, baadhi ya wahalifu ikiwa mimi na Lameki tulikuwa tunawaza leo tunaenda kukamatwa. Lakini kwa namna ulivyokuja naamini umetusamehe. Lakini mwisho tunakuomba sana, ombi la wana Usagara ni kumalizia kituo chetu cha polisi cha Class C kilicho kwenye kijiji cha Usagara. Kwa naongea mimi, kipindi Chacha yuko hapa kituoni, kulikuwa kuna msaada mkubwa sana. Mimi nakaa maeneo haya, ikifika ile saa 11, wakina mama wengi wanakimbizwa kwa ndio ile saa 10. Na ukiangalia kuanzia saa 9 wanasema kuna ulinzi. Mimi nakuaga hapa masaa yote, nafungaga saa 6 hapo. Unaweza ukashangaa katika ile saa 6 wanaanza kuwakimbiza vijana, naamka asubuhi wako kwenye pombe, wako kwenye puru. Hela wanazipatia wapi? Ikifika ile mida ya saa ngapi wanaanza kukimbizana mpaka wanapiga kelele, wengine mpaka naonea huruma. Wakina mama wakifika hapo hata wanaofunga wamechelewa. Roho zinakuwa ziko juu. Nilikuwa naomba mheshimiwa, kituo cha dharura kiwepo. Ukiangalia sasa hivi vijana sasa hivi 100%, saa 1 wako kwenye pombe. Mkuu wa wilaya ya Moshi Godfrey Mzava amezindua rasmi mitambo miwili ya ukarabati wa barabara yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 600 iliyonunuliwa na mbunge wa jimbo la Moshi Vijijini Maurice Makoi pamoja na mbunge wa jimbo la Vunjo Enoch Kola ili kuimarisha matengenezo ya barabara katika majimbo hayo mawili pamoja na kuboresha usafiri wa wananchi, usafirishaji wa mazao na upatikanaji wa huduma muhimu za kijamii. Mwanahabari wetu Fina Limo kutoka Kilimanjaro anatuarifu zaidi. Akizungumza katika hafla hiyo, Mzava amesema mitambo hiyo ni uwekezaji muhimu utakaoongeza ufanisi wa ukarabati wa barabara za vijijini na kupunguza utegemezi wa kukodi mitambo kutoka maeneo mengine. Amewataka wananchi kutunza na kulinda mitambo hiyo ili iweze kudumu na kuendeleza kutoa huduma kwa manufaa ya jamii kwa muda mrefu. Kwa sababu moja kati ya hitaji la wananchi wa halmashauri ya wilaya ya Moshi Vijijini pamoja na Vunjo pamoja na mambo mengine ilikuwa bado tunayo changamoto katika miundombinu ya barabara. Kwa ilikuwa ni agenda ambayo inawashika vizuri sana wananchi. Kwa mlipokuja na mkakati huu, kwa kweli mimi nilikuwa naiona suluhu ya changamoto hii sasa inakwenda kupatikana katika hali ya ukamilifu. Changamoto za wananchi. Ndio maana wakasema ili tulipe ile imani ambayo tumepewa na wananchi Oktoba 29 mwaka jana kwenye uchaguzi, ni sisi kujitolea kuhangaika na changamoto zao. Kwa hiyo waheshimiwa wabunge,
hongereni sana sana kwa historia hii kubwa ambayo mmeifanya. Ni jambo ambalo linahitaji kupongezwa, lakini pia kuwatia moyo, na sisi serikali ya wilaya naendelea kuhakikishia kama wakati wote ambao nimewaambia tutaendelea kuwa na nyie sambamba. Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Moshi Vijijini Morris Makoi amesema ununuzi wa mitambo hiyo ametimiza ahadi hiyo kwa vitendo kwa wananchi aliyoahidi kipindi cha kampeni mwaka 2025, ambapo zitakwenda kutatua changamoto za muda mrefu za ubovu wa barabara zilizokuwa zikiathiri shughuli za kiuchumi na kijamii katika maeneo hayo. Mbunge Makoi amesema mitambo hiyo itarahisisha matengenezo ya barabara ya mara kwa mara na kupunguza gharama za ukarabati na kuhakikisha barabara zinapitika katika misimu yote ya mwaka. Wa Moshi Vijijini wahakikishe kwamba mashine haizimiki kwa kukosa mafuta. Inaomba wale ambao hawajafurahishwa na jambo hili watupishe kabisa, kwa sababu haturudi tena nyuma kule kwenye siasa za kudanganya wananchi. Hatutarudi huko, tunataka kusimama na ukweli. Mbunge wa jimbo la Vunjo Inokoola amesema awamu ya pili ya mitambo itahusisha kuwasili kwa excavator machine itakayosaidia kufungua na kusafisha mifereji pamoja na mito ili kuongeza ufanisi wa matengenezo ya barabara. Kuleta kwenu wananchi tuweze kushirikiana kama tulivyoahidi, nguvu ya wananchi, tuweze kufanya kazi ili tuhakikishe barabara zetu zinapitika. Na hii kazi tulikubaliana kwamba sisi tukileta mitambo, wananchi mtachangia mafuta, moram na hizi posho za maoperator. Tumeanza na hii mashine ya grade. Tunakuja na nasikia mwenzangu amesema yeye anaenda kuizindua Arusha chini. Excavator inakuja na sisi tunaenda kuizindua Kaha, mheshimiwa mgeni rasmi. Wananchi wa Moshi Vijijini na Vunjo wamekuwa wakikabiliwa na changamoto ya ubovu wa barabara hasa wakati wa msimu wa mvua, hali iliyokuwa ikisababisha ugumu wa usafirishaji wa mazao, kuongeza gharama za usafirishaji na kuchelewesha utoaji wa huduma muhimu. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM wilayani Geita Barnabas Mapande ametoa msaada wa lita 100 za mafuta kwa kikundi cha wapiga debe wa Katoro Terminal, ikiwa ni sehemu ya kuunga mkono juhudi zao za kujikwamua kiuchumi kupitia mradi wa usafirishaji wa abiria. Taarifa hii inasomwa studio na Joel Maduka kutoka Geita. Kikundi hicho kilibuni mradi huo na kufanikiwa kupata mkopo wa zaidi ya shilingi milioni 100 kutoka halmashauri ya wilaya ya Geita, fedha zilizotumika kununua basi aina ya Tata linalotoa huduma ya usafiri wa abiria kati ya Katoro na Mwanza. Mradi huo umechangia kuongeza ajira, kuimarisha kipato cha wanakikundi na kuboresha huduma za usafiri katika eneo hilo. Mapande amekabidhi msaada huo alipokuwa ameambatana na kamati ya siasa ya CCM wilaya ya Geita katika ziara ya kukagua utekelezaji wa ilani ya CCM. Akiwa Katoro Terminal, alipata fursa ya kujionea namna vijana hao walivyobuni na kusimamia mradi huo kwa mafanikio, hatua iliyomgusa na kuamua kuwapa msaada huo ili kuunga mkono jitihada zao. Kama kweli tutahitaji Tata tena, kama wanahitaji Tata tena, Tata inawezekana hao wana wakimaliza, kama tunawakopesha Tata tuwaunganishe sasa na Tata, ikiwezekana hii pesa ambayo tunawapa ya kulipa cash, mimi naamini Tata mkimwambia ikatolewa 30% kaunganishwa na mkopo ya kaja mabasi kwa wingi, ingependeza sana. Tunasema hivi, ili basi ukienda pale yani petrol station pale ABG ukaweke lita 100. Tunashukuru sana. Naye mkuu wa wilaya ya Geita Ashim Komba amesema serikali itaendelea kusimamia kwa ukaribu utoaji wa mikopo kwa makundi maalum yakiwemo ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu ili kuwawezesha kuanzisha na kutekeleza shughuli za uzalishaji zitakazoweza kuongezea kipato na kuboresha maisha yao. Tumekuja kwa ajili ya kuangalia maelekezo ya chama, namna ya kuwezesha makundi mbalimbali ya kijamii kama ambavyo mmekuwa mkisisitiza kwenye vikao vyetu, na ninyi mna maneno mazuri sana kuhusiana na namna ambavyo mnatamani vijana hawa waweze kuwezeshwa. Sasa hapa tuna kikundi cha vijana ambao
wamekuwa ni mashuhuda na wao wanaijua raha na ladha ya uwezeshaji wa serikali. Hadi hivi sasa kikundi kimepata mikopo katika vipindi mbalimbali kwa ajili ya kuendeleza miradi yake. Mikopo hiyo imesaidia kuongeza mtaji na kununua vifaa, kuboresha huduma na kuendesha shughuli za siku. Kwa upande wao, wanufaika wa mradi huo wameelezea kuwa kuanzishwa kwa basi la Katoro Terminal kumewapatia ajira, kuongeza kipato na kuboresha ustawi wa familia zao, huku wakiahidi kusimamia mradi huo kwa uwajibikaji ili uendelee kuwa na manufaa kwa wanakikundi na jamii kwa ujumla. Mimi nashukuru sana kwenye kikundi cha Katoro Terminal kuweza kupata gari, tumepata ajira. Namshukuru Mwenyezi Mungu, tunafanya kazi vizuri, kazi iko vizuri, abiria tunapata, tunaenda sehemu moja inaitwa Kasamwa, tunaenda Mwanza, abiria kwa kweli tunapata. Chombo ya wana, ndege ya chini, fahari ya Katoro Terminal, aka Katoro Stendi, kwamba Katoro Stendi. Tunashukuru serikali kwa kutupa usafiri wetu vijana, kwa kutuwezesha vijana. Mkakati huu wa serikali katika kuwawezesha makundi ya wanawake, vijana pamoja na watu wenye ulemavu yamekifikia kikundi hiki cha Katoro Terminal, ambapo vijana wengi ambao wanapiga debe kupitia mradi huu wa basi wameendelea kunufaika kama ambavyo wameweza kuelezea. Nikiripotia luninga ya TVE kutoka hapa katika stendi ya Katoro iliyopo mamlaka ya Mji Mdogo, mimi ni Joel Maduka. Katika jitihada za kuhakikisha mazingira yanakuwa safi, manispaa ya Singida inaendelea kupambana ili hali ya usafi iwe nzuri na manispaa hiyo iwe mfano mzuri wa kuigwa. Amini Nyaungo kutoka Singida ametuandalia taarifa ifuatayo. Usafi wa mazingira ni jukumu la kila mmoja na kulinda mazingira ni jukumu la kila mwananchi. Je, wananchi wa manispaa ya Singida wanasemaje juu ya hali ya usafi katika mitaa yao mbalimbali? Kwa hali ya usafi Singida, mimi nafikiri wajitahidi sana. Sababu gani? Kipindi cha nyuma matakataka yalikuwa yanazagaa hovyo, au sio? Lakini sasa hivi halmashauri ya manispaa Singida imeamuru kila mtu awe na chombo cha kuwekea matakataka, na kweli watu wanafanya hivi. Hasa ukiangalia katika masoko, au sio bwana? Soko letu la Singida zamani lilikuwa chafu sana, lakini sasa hivi soko la Singida ni safi. Hata nyewe mkiangalia mazingira ya soko ni safi sana. Swala la usafi katika manispaa yetu ya Singida kwa kipindi hiki, usafi unaendelea. Viongozi wanapambana katika kutoa elimu kuhusu swala zima la usafi. Siko kweli kwa serikali ni kwamba wao wanafanya hizo kazi kwa wakati, hasa magari yanapita kwa wakati ili uchafu usiendelee kuwa mwingi na kujirundika kila sehemu ya barabara ya Singida. Kwenye mafanikio hapakosi changamoto. Je, nini kinakwamisha hali ya usafi isifike 100%? Changamoto tuliokuwa nao, tulikuwa tunahitaji kwamba mzabuni wetu ambaye anashughulika na swala la usafi aongeze nguvu, kwa sababu uzalishaji ni mkubwa wa taka kuliko uzoaji wa taka. Serikali ije tufanyie mazingira, mitaro yetu isafishwe, ikae salama. Uchafu unakuwa na madhara mengi, unaweza kupata magonjwa limbukizi, hasa kama vile kipindupindu. Kwa watoto kucheza eneo kama hilo inakuwa ni sio sahihi kabisa. Kwa upande wa uongozi wa manispaa ya Singida unaosimamia masuala ya Singida, unasemaje kuhusiana na usafi wa mazingira? Je, imefika 100% ngapi? Katika manispaa yetu ya Singida hali ya usafi sio mbaya, lakini sio nzuri sana, kwa maana ya kwamba hatujaweza kufanya kwa 100%. Mpaka sasa kwa manispaa ya Singida kwa siku moja tunazalisha wastani wa tani 140 za taka, lakini uwezo wetu wa kuziondosha na kuzipeleka katika dampo kuu la Mwankoko ni kama 78%. Kwa hiyo utaweza kuona kuna asilimia kadhaa za taka bado zinabaki mtaani. Shida ni ipi inayofanya wasifikie kilele cha mafanikio? Ya uhaba wa vifaa, ndio maana tunashindwa kufikia 100%. Ili kuongeza ufanisi, kwa sasa hivi tuna mzabuni mmoja, lakini ili kuongeza ufanisi tunajipanga, tunahitaji at least tuwe na wazabuni kadha wa kadha, ikiwezekana katika kila kata 3 tuwe na mzabuni mmoja ambayo itakuwa ni chachu katika uondoshaji wa hizi taka. Tunaamini kwamba tukiwa na wazabuni kadha wa kadha, kila mzabuni akija na vifaa vyake, changamoto ya taka kwa manispaa ya Singida itakuwa ni historia. Asante sana Amini Nyaungo kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Sada Nasor. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari.